Katika usingizi wako unakuta umelala, lakini kwa namna ya ajabu unakuta unashambuliwa kwenye kisigino chako, pengine ni mguu wa kushoto au mguu wa kulia, ila kwa namna ya ajabu unakuta kuna kiumbe, pengine ni nyoka anakung'ata kwenye kisigino, au unakuta ni mbwa anakung'ata kwenye kisigino, pengine ni mdudu wa aina yoyote yule, lakini unakuta ameshikilia kisigino chako kwa nguvu na anakishambulia kiasi kwamba hataki kukuachia. Na pengine inaweza ikawa isiwe ni kiumbe, lakini anaweza akawa ni mwanadamu, akawa ameshika panga, ameshika kitu chenye ncha kali, anakuzuru kwenye kisigino chako au anakushambulia kwenye kisigino chako. Sasa ndoto ya namna hii, pale ambapo unakuwa unaiota katika usingizi wako, inakuwa imebeba maana mbalimbali, lakini inakuwa imebeba maana kubwa sana katika uhalisia wa maisha yako. Na ni muhimu sana ndoto ya namna hii, pale ambapo unaiota ukaona kwa namna moja ama nyingine unashambuliwa kisigino mpaka mguu wako hauwezi kutembea, mpaka unachechemea kiroho, hiyo ndoto ina maana kubwa na utakiwe uidharau, kwa sababu pale ambapo utaidharau ndoto ya namna hiyo, maana yake unadharau ujumbe wa kiungu ambao unaletwa katika njia ya ndoto. Sasa ukiota ndoto ukiona unashambuliwa kisigino, hiyo ni ishara ya kunyang'anywa nafasi ulionayo na kuibiwa baraka zako. Pale ambapo unakuta unaota ndoto unaona unashambuliwa kisigino, au unaota ndoto kisigino chako kimeshambuliwa na mtu wa aina yoyote. Sasa ishara ya namna hiyo katika ndoto, pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo, kuona unashambuliwa kisigino, my friend, ndoto ya namna hiyo inakuwa haina maana nzuri kiroho, kwa sababu ishara ya namna hiyo inakuwa imebeba roho ya kuibiwa baraka, roho ya kuibiwa mafanikio yako, lakini pia kuibiwa nafasi yako ambayo Bwana amekupa. Kwa mujibu wa kile kitabu cha Mwanzo 25 na mstari wake wa 26, maandiko yanasema, yule mtu akainama akasujudu akasema, na atukuzwe Bwana Mungu wa Ibrahimu, ambaye hakuacha rehema zake za kweli yake kwa Bwana wangu, akaniongoza mimi nami njia hata nyumba ya ndugu za Bwana wangu. Sasa kiroho, ukiota ndoto ukiona unashambuliwa kisigino chako, inakuwa haina maana nzuri, inakuwa imebeba alama ya kushambuliwa kiroho. Na ndio maana tunaposoma hata habari za Yakobo na Esau, maandiko yanasema Esau alipokuwa anazaliwa akatoka mdogo wake nyuma ya kaka yake, akatoka amemshika kisigino, ya kwamba anapambania ile nafasi ya haki ya mzaliwa wa kwanza. Na hapo tunaona kwamba yule mdogo, mtoto wa pili, akaiba haki ya mzaliwa wa kwanza. Tunaposoma maandiko, alipokuja kukua, kaka yake alipokuja kuwa na njaa, akamwambia nipe chakula, akamwambia sikupe chakula mpaka uniuzie haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Sasa ukiota ndoto ukiona unashambuliwa kisigino, my friend, ndoto ya namna hiyo maana yake ni kwamba unajulishwa kwamba ziko baraka zako ambazo zinashambuliwa, au unaibiwa mafanikio yako na haki zako nyingi sana ambazo zinakupa wewe haki ya kumiliki na kutawala. Lakini pia ishara nyingine, pale ambapo unakuwa unaota ndoto unaona unashambuliwa kisigino chako, tunasema hiyo ni ishara ya kuwa vipo vitu vyako viliibiwa toka tumboni mwa mama yako. Hilo ni jambo la muhimu sana ambalo unatakiwa ulielewe. Pale ambapo unaota ndoto ya namna hiyo unaona kisigino chako kimeshambuliwa pengine na mtu au na kiumbe cha aina yote, manake ni kwamba ulimwengu wa Roho Mtakatifu anajaribu kukujulisha kwamba vipo vitu vyako vingi sana vilivyokuwa vimeibiwa toka tumboni mwa mama yako. Kwa mujibu wa kile kitabu cha Hosea 12 na mstari wake wa 3, maandiko yanasema, tumboni alimshika ndugu yake kisigino, na alipokuwa mtu mzima alikuwa na uweza kwa Mungu. Sasa kiroho, ishara ya namna hiyo maana yake ni kwamba Mungu anajaribu kukufunulia kwamba viko vitu vyako vingi haviendi sawa, viko vitu vyako vingi vimekuwa vikiyumba, viendi kama vile ambavyo unavipangilia. Roho Mtakatifu kupitia hiyo ndoto maana yake anakupenyezea ujumbe kwamba roho ya kukwamishwa au roho ya kucheleweshwa iliingizwa tangu ulipotungishwa mimba kwenye tumbo la mama yako. Kwa hiyo ulimwengu wa roho, Mungu anakufunulia wazi kwamba
jaribu kudili na chanzo cha tatizo lako. Jaribu kudili na chanzo cha tatizo hilo ili Mungu aweze kuleta neema ya ushindi na wokovu katika maisha yako. Lakini pia ishara ya namna hiyo katika ndoto, pale ambapo unaota ndoto unaona unashambuliwa kisigino chako, tunasema kwamba pia inaweza ikawa ni ishara ya kupigwa na Mungu kwa uasi wako. Ishara ya namna hiyo, pale ambapo ukaota ndoto ya namna hiyo, inaweza ikawa ni pigo la Mungu mwenyewe. Mungu anaweza akawa anakupiga, ukaona pengine tunasema ukaona unapigwa mawe na mchungaji wako, au unapigwa mawe na watumishi kwenye ndoto, unaona wanakushambulia, wanakupiga mawe, wamejitenga na wewe. Asa ishara namna hiyo pia manake ni kwamba Mungu anaweza akawa anakuambia kwamba amekukataa, au kuna matendo maovu ambayo unayafanya yanayomchukiza yeye, na ndio maana akakusukumia ndoto ya namna hiyo ili uweze kutengeneza naye, ili uweze kuwa sawa na tunasema ile fellowship yako baina yako wewe na Bwana iweze kurejea, usimame kwenye maombi ya toba na maombi ya rehema. Lakini pia ishara ya namna hiyo, pale ambapo unaota ndoto unaona unapigwa na mawe, hiyo pia inaweza ikawa ni ishara, pia inaweza ikawa tunasema ikawa unaandamwa na pigo la ulisi kutoka kwa kutokutii maagizo ya miungu ambayo unaitumikia, au miungu ya kifamilia. Pale ambapo ukaota ndoto ukaona unashambuliwa na wajomba zako, unashambuliwa na mababu zako, wajomba shangazi zako, kwenye ndoto unaona wamekukasirikia, wanakupiga kabisa na mawe, na uelewi, unajiuliza kwa nini yote ndoto unapigwa na mawe na hawa ndugu zangu? Kumbe ulimwengu wa roho ni Bwana mwenyewe anajaribu kukwambia kwamba ulimwengu wa roho kuna mikataba ya asili ambayo umeiacha. Mungu anakuonyesha kwamba umekasirikiwa, ongeza jitihada za maombi kuendelea kujitenga na zile roho za kale au na zile roho za ulisi za kiukoo ambazo zinakufuatilia. Lakini pia tunasema kwamba ishara ya namna hiyo pia tunasema ni ishara ya kuandamwa na mitego inayolenga kuzima taa inayokuongoza ili uwe gizani. Ndoto ya namna hiyo pale ambapo unakuwa unaiota, ulimwengu wa roho moja kwa moja inakuwepo imekusudia kuzima kile kitu kinachokufanikisha katika maisha yako. Inakuwa imelenga kuzima tunasema ile nyota ambayo inakuongoza kwenye maisha yako. Kama ni biashara, elewa kabisa hii biashara kama inakufanikisha, maana unajulishwa kwamba kuna shambulizi ambalo linaishambulia hiyo biashara. Kama ni huduma, maana kuna shambulizi ambalo linaishambulia hiyo huduma. Lakini pia kama ni karama, ni vipawa, ni maendeleo, ni miradi, manake hapo unajulishwa kwamba kuna njia ambayo inakufanikisha. Sasa ndoto ya namna hiyo inapokuja, manake inakusudia kuua au kuharibu kile ambacho kinakufanikisha kwenye maisha yako. Kwa ndoto ya namna hiyo unapokuwa unaiota, imejigawanya katika maana mbalimbali. Unahitaji uvuviwa Roho Mtakatifu ili uweze kuelewa kwamba Roho Mtakatifu anaongelea jambo gani linalohusu maisha yangu kupitia ndoto ya kuona unashambuliwa kisigino chako. Lakini pia ishara ya namna hiyo ni ishara ya usaliti pia kwa mtu wako wa karibu. Pale ambapo ukaota ndoto ya namna hiyo, maana yake ni kwamba Mungu anakuonyesha kwamba umesukumiziwa roho ya usaliti. Roho ya usaliti kama ndoto ya namna hii tunasema kwamba kama inawezekana ikawa ulikuwa kwenye mahusiano na mtu, ulikuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na mtu, ulikuwa umeahidiana naye kuoana naye, alafu then ukaota ndoto ya namna hiyo, ukaota unapigwa kwa mawe au watu wanakupiga mawe au huyo mtu anakupiga mawe, maana yake hapo unajulishwa kwamba kuna roho ya usaliti iliyoingia katikati yenu na hayo mahusiano hayawezi kufika popote. Au unakuta kuna mtu uliyepanga naye kwamba mfanye biashara kwa pamoja ili muinuke kwa pamoja, alafu ukaota ndoto mnatupiana mawe. Manake ulimwengu wa roho kuna taarifa ambayo Roho Mtakatifu anakuletea kwamba kuna mpasuko tayari umeshatokea ulimwengu wa roho, na unahitaji kuwa makini sana ili uweze kunasuka katika huo mtego wa mwindaji. Kwa mujibu wa kile kitabu cha Zaburi ya 41 na mstari wake wa 9, maandiko yanasema, msiri wangu tena niliyemtumaini,
aliyekula chakula changu ameniinulia kisigino chake. Narudia, msiri wangu tena niliyemtumaini, aliyekula chakula changu ameniinulia kisigino chake. Sasa hapa tunapata kuona wazi kwamba msiri wa mtu, yule mtu wa karibu aliyekuwa anamtegemea, pengine ni mtu wa karibu katika mahusiano, mtu wa karibu ambaye ni ndugu, mtu wa karibu ambaye ni baba, mtu wa karibu ambaye ni mama, mtu wa karibu ambaye ni mtoto, mtu wa karibu ambaye ni rafiki, ambaye mmeungana kama Daudi na Jonathan, alafu ukaota ndoto ukaona anakutupia mawe au ukaona unamtupia mawe. Manake hapo ni kwamba ukiona wewe unamtupia mawe, manake unaonyesha kwamba umesukumiziwa roho ya kumsaliti huyo mtu. Lakini ukiona huyo mtu anakutupia yeye mawe, manake ni kwamba unajuzwa kwamba huyo mtu ameshaingiziwa roho ya kukusaliti wewe. Kwa hiyo ishara ya namna hiyo unahitaji kuwa makini sana katika kumsikiliza Roho Mtakatifu ili aweze kuleta neema yake ya ushindi katika maisha yako. Kwa ndoto ya namna hii pale ambapo unaiota inayohusu kushambuliwa kisigino chako, manake ni kwamba unahitaji kuwa makini sana sana sana, bila kudharau ndoto hiyo, bila kupuuza ndoto hiyo, kwa sababu inakuwa imebeba maana kubwa sana ya kiungu katika maisha yako. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Niliyakuwa ninazungumza nawe ni kuhani Samuel Yosia. Jambo la kuzingatia, hapo chini ya video yetu kuna maandishi yameandikwa subscribe, lakini ukihitaji msaada wa kiroho katika madhabahu yetu hii, namba zetu za WhatsApp ziko hapo. Unaweza kutufuata WhatsApp kwa ajili ya maelekezo zaidi ya kiroho na tafasiri za ndoto na maana zake. Ninakutakia wakati mwema. Shalom shalom. Maranatha. Asante sana.